Ag en komasta nyina ko kagomwa CS noton anana minister noton nebo kiboitinikab boror en emoni Geoffrey Ruku ne en komasta nyina gine komwa kole Mount Kenya komiten batetab serikalit nemiten en kandoinatet. Mwae minister Ruku kole miten anan kimiten kandoik che kiborchingei kandoinatet nebo emoni che kiipchi emoni kachaknatet ak en noton ko igochin tiet ruweyotab kandoindetab emoni Professor Kithure Kindiki. Wale wamekuwa wanayumba wana nyef wakisema ati wanasema watu ya Mlima Kenya watoke katika serikali. Tunataka tuelezee namna hii. Jameni, pande ya Meru, pande ya Embu, pande ya Gikuyu, mababu zetu na mababa zetu walipigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya. Tulikuwa na General Mwaliama, tulikuwa na General Maimungi, tulikuwa na General Ko, tulikuwa na General Kevote, tulikuwa na General Kubukubu. Hao wote walipigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya, General Kemanzi na wale wengine. Na ndio maana tulihakikishia kwamba tuko na rais wa Jamhuri ya Kenya alikuwa anaitwa Jomo Kenyatta. Tulikuwa na rais alikuwa anaitwa Kibaki. Na tulikuwa na rais alikuwa anaitwa nani? Uhuru Kenyatta. Hiyo ni matunda ya damu ambayo ilimwagika ili uhuru wa jamhuri yetu upatikane. Vile vile kwa sasa kupitia mababu zetu na mababa zetu wale walimwaga damu kukomboa nchi yetu ya Kenya, ndiyo maana kwa sasa tuko na naibu wa rais ambaye anaitwa Professor Kithure Kindiki. Damu ya wale walipigania uhuru wa taifa letu la Kenya kutoka Meru, kutoka Embu, kutoka Kirinyaga ni sawa sawa na wale walipigania uhuru wa kukomboa damu yetu wakitoka kona ile ingine ya mlima. Kwa hivyo wale ambao wanatuchochea, wale ambao wanatukera, tunawaambia tafadhali msitukere tena. Tuko na historia ya nchi hii yetu ya Kenya. Na Professor Kithure Kindiki ndiye naibu wa rais kwa sasa, ndiye atakuwa naibu wa rais kuelekea 2027 mpaka 2032, na 2032 tutaungana sisi zote kama Gikuyu, kama Meru, kama Embu kuhakikisha kwamba na Kenya yote ameingia Ikulu akuwe rais wa taifa letu la Kenya. Kama kuna viti zingine mnatafuta, mtafute kwa amani.